Mpendwa mtazamaji, nina furaha sana kukukaribisha katika channel yetu ya Yoshi Testimony TV, channel ambayo inahusu ushuhuda wa Mwokozi wetu Yesu Kristo na ufalme wa Mungu hapa duniani, kuanzia katika mioyo yetu na katika maisha yetu ya kila siku kama maandiko yanavyosema. Somo letu la leo ni mwanzo wa masomo matatu ambayo yanakamilisha safari ya Yesu Kristo na wanafunzi wake walipotokea Galilaya na kwenda Yerusalemu. Safari hii ilianza katika kitabu cha Luka sura ya 9 kuanzia mstari wa 51, na Yesu aliongozana na wanafunzi wake akiwaambia juu ya kila ambacho anaenda kukifanya, kufa kwa ajili ya ukombozi wa mwanadamu. Safari hii imeenda katika sura zote kuanzia 9 mpaka sura hii ya 19, ndipo anapomaliza safari, anapoingia katika mji wa Yerusalemu. Kwa somo letu la leo litakuwa ni sura ya 19 ya Luka mstari wa 28 hadi mstari wa 40. Nitapenda tusome. Yoshi TV, ufalme wa Mungu duniani. Na alipokwisha kusema hayo, alitangulia mbele akipanda kwenda Yerusalemu. Ikawa alipokaribia Bethfage na Bethania kwenye mlima uitwao Mizeituni, alituma wawili katika wale wanafunzi akisema, nendeni mpaka kijiji kile kinacho wakabili, na mtakapoingia ndani mtaona mwanapunda amefungwa, ambaye hajapandwa na mtu yeyote bado. Mfungueni mkamlete hapa. Na kama mtu akiwauliza, mbona mnamfungua? Semeni hivi, Bwana anamhitaji. Na wale waliotumwa wakaenda wakaona kama alivyowaambia. Na walipokuwa wakimfungua mwanapunda, wenyewe waliwaambia, mbona mnamfungua mwanapunda? Wakasema, Bwana ana haja naye. Wakampeleka kwa Yesu, wakatandika nguo zao juu ya mwanapunda, wakampandisha Yesu. Na alipokuwa akienda, walitandaza nguo zao njiani. Hata alipokuwa amekaribia materemko ya mlima wa Mizeituni, kundi zima la wanafunzi walianza kufurahi na kumsifu Mungu kwa sauti kuu kwa ajili ya matendo yote ya uwezo walioyaona. Wakasema, ndiye mbarikiwa mfalme ajaye kwa jina la Bwana, amani mbinguni na utukufu huko juu. Baadhi ya Mafarisayo waliokuwa katika mkutano wakamwambia, Mwalimu, uwakanye wanafunzi wako. Akajibu akasema, nawaambia ninyi, wakinyamaza hawa, mawe yatapiga kelele. Mpendwa mtazamaji, kichwa cha somo letu kinasema mfalme aingia kwa ushindi mjini mwake, yani Yerusalemu. Yesu Kristo alipokuwa anaingia katika mji wa Yerusalemu, alikuwa akitimiza yale yote ambayo yalikuwa ameshanenwa na manabii. Manabii kama Zekaria katika sura ya 9 na mstari wa 9 walishanena juu ya habari ya kuingia kwa mfalme katika mji wa Yerusalemu. Wakati huu watu mbalimbali walikuwa na matazamio tofauti. Wanafunzi wa Yesu walikuwa wanategemea kwamba labda Yesu anaenda kuchukua ufalme wa Yerusalemu na Israeli yote kutoka kwenye utawala wa Kirumi.
Kwa hiyo walikuwa na matazamio fulani, lakini Yesu yeye ndiye ambaye alijua aina ya ufalme alionao. Kwa Yesu alipokuwa anakaribia, akaingia kama mfalme, lakini si kama mfalme wa dunia hii. Wafalme wa dunia hii hawapandi punda, wanapanda farasi, kwa sababu hiyo ndiyo ishara ya ushindi wa dunia hii, ufalme ambao unaonyesha vita, ushindi. Lakini Yesu Kristo alipanda mwanapunda. Mwanapunda ni mnyama ambaye ni mpole. Yesu alionyesha kuwa mfalme, lakini mfalme ambaye alikuja kwa unyenyekevu. Yesu aliingia, na alipokuwa amepanda mwanapunda, tayari uweza wa Mungu umewajilia wale wanafunzi wake. Wakaanza kuona kitu ambacho si cha kawaida. Wakachukua nguo zao, wakatandika juu ya punda na wakampandisha Yesu juu ya punda. Na wengine walipokuwa naenda, watu wakachukua nguo zao wakatandaza chini. Katika Injili zingine kama Mathayo na Marko wanaonyesha jinsi ambavyo watu walikata matawi ya mitende wakatandika chini. Kukawa na shangwe kwa sababu utukufu wa Mungu ulikuwa umeshuka katikati yao. Mfalme Yesu Kristo anaingia katika mji wa Yerusalemu. Kulikuwa na mawazo tofauti tofauti huenda katika mioyo ya watu, lakini jambo moja ni kwamba Mungu alionyesha utukufu wake wakati Yesu Kristo anaingia katika mji wa Yerusalemu. Mji wa Yerusalemu, mji ambao ulikuwa ni mji wa Bwana, ambao Bwana aliuteua kwa ajili ya mahali pake. Mpendwa mtazamaji, tunaposoma habari za Yesu Kristo na jinsi ambavyo aliingia katika mji wa Yerusalemu, tunaona utukufu wa Mungu. Na Mafarisayo walipoona shangwe ile, wakamwendea Yesu na kumwambia wakanye wanafunzi wako. Lakini tunaona jinsi ambavyo Yesu anajibu kwamba wao wakinyamaza, hata mawe yatanitukuza. Manake ni kwamba uumbaji wa Mungu unatambua juu ya mfalme, kwa sababu Yesu Kristo amefika mahali ambapo anatukuzwa. Na kuna nini mbele yake? Ni kwa sababu mbele yake anaenda kukamilisha ukombozi, anaenda kukamilisha uokovu, anaenda kutoa uhai wake na kuwalipia wanadamu, kuwakomboa kutoka katika unyonge. Yesu Kristo ni mfalme ambaye amekuja ili aweze kutawala katika mioyo ya watu na katika maisha ya watu, awakomboe kutoka katika utumwa wa dhambi. Lakini wanadamu hawakujua kwa sababu waliangalia kwa nje. Mpendwa mtazamaji, Yesu Kristo anakuja, na anapokuja anataka tawale katika maisha yetu. Na Yesu anapokuja tunahitaji kufungua mioyo yetu, tumsifu, tumpe nafasi ya kutawala na kutuongoza katika maisha yetu. Mpendwa mtazamaji, habari hii ni habari ambayo inasisimua mioyo yetu, hasa tunapotambua kwamba Yesu Kristo alikuja ili ajidhihirishe kama mfalme, ili kutufungua kutoka katika hali ya kutokujua kwetu. Alipoingia Yerusalemu, umati wa watu uliguswa kwamba ameingia yeye aliyebarikiwa, ambaye ni mfalme, ambaye ni Masihi. Na Mafarisayo walitaka kuzima ile mioyo ya watu kupokea. Hata leo mpendwa wa mtazamaji, Yesu Kristo anapokuja, anakuja akilileta neno lake, anakuja akileta ujumbe wake, na neno lake linakuja kwa njia mbalimbali. Inaweza likaja kama hivi ambavyo mpendwa mtazamaji unasikiliza au unatazama. Usiufunge moyo wako wala usiunyamazishe. Pale Mungu anapojifunua kwako kama Mwokozi, mpe nafasi, kwa sababu Yesu amekuja ili kuleta uzima na ukombozi. Kwa sababu Yesu anasema
Wakinyamaza hawa, bado hata mawe yanaweza kupaza sauti. Maanake ni kwamba yeye ni mfalme ambaye amekuja kwa ajili ya wokovu. Mpendwa mtazamaji, fungua moyo wako sasa, ruhusu furaha ya Yesu Kristo, ruhusu baraka za Yesu Kristo katika maisha yako, ili aweze kutenda kila alichokikusudia. Yesu Kristo amekuja kwa ajili ya kuleta uhuru na ukombozi. Yeye ni mfalme, si kama wafalme wa dunia hii, lakini mfalme ajaye kutoka kwa Bwana. Ameleta amani, ameleta uzima, ameleta ukombozi. Napomalizia somo hili, mpendwa mtazamaji, ninapenda niombe pamoja na wewe. Kama hujawahi kumruhusu Yesu Kristo kuingia ndani ya moyo wako kama Bwana na Mwokozi, ninapenda kuomba pamoja na wewe. Unaweza ukamwambia Yesu, karibu ndani ya moyo wangu, karibu uingie, unibadilishe, unipe ile amani ambayo wewe Bwana ulikuja kuileta katika dunia. Mungu Baba, ninakushukuru kwa ajili ya maneno yako. Ninaomba Bwana kwamba maneno yako yakafanyike hai ndani ya moyo wangu. Ninakupokea Bwana Yesu pamoja na neno lako kama mfalme katika moyo wangu, ili Bwana nipate ile amani ambayo wewe umeikusudia kwa ajili ya watu wako. Asante Bwana kwa kuwa ulikuja kutoka juu mbinguni ili ufanyike kuwa mfalme wa ulimwengu, lakini pia ufanyike mfalme wa maisha ya mtu mmoja mmoja. Ninafungua moyo wangu Bwana na kukuruhusu wewe upate kuwa mfalme wangu, uniongoze na kutawala maisha yangu. Katika jina lako takatifu, amen.